Eneo lote la Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Jumanne ya Septemba 30 mwaka 2025. Mimi ni Skola Kisanga, msikilizaji, na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba amani Mashariki ya Kati iko karibuni kupatikana alipowasilisha mpango mpya kumaliza vita vya Gaza mbele ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. So today is a historic day for peace and Prime Minister Netanyahu, and most importantly we discussed how to end the war in Gaza. Rais wa Madagascar tangaza kuvunja serikali yake baada ya siku kadhaa za maandamano yanayoongozwa na vijana nchini humo. Na leo ni siku ya mwisho ya mkataba ukuaji na fursa kwa Afrika maarufu kama AGOA. La kujiuliza, nini hatima ya kibiashara kwa nchi hizi zaidi ya 30 barani Afrika na Marekani? Kutakuwa na changamoto kubwa sana kwa wale ambao walikuwa wanauza bidhaa kupitia mkataba huu, maana walikuwa hawatozi ushuru wa forodha. Tutaziangazia taarifa hizi kwa kina muda mfupi ujao baada ya mwenzangu Sarafina Robi akiwa Nairobi hapa anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Sarafina, karibu. Naam, shukran sana Skola. Tukianza moja kwa moja, msikilizaji, ni kwa Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza mpango mpya wenye lengo la kumaliza vita Gaza. Mpango ambao unatazamia jukumu la mamlaka ya Palestina inayoongoza Gaza, wakati ambapo itakamilisha mageuzi ambayo bado hayajabainishwa. Mamlaka yenyewe imekubali mpango huo na kuahidi mageuzi, ikiwa ni pamoja na uchaguzi katika kipindi cha mwaka mmoja baada ya vita kumalizika na kuundwa kwa serikali ya kisasa inayozingatia demokrasia na isiyo ya kijeshi. Mataifa 8 ya Kiarabu na Kiislamu kwa pamoja yamekaribisha pendekezo hilo, yakiwemo Uingereza, Ufaransa, Italia na Umoja wa Ulaya, lakini kundi moja la wanamgambo linaloendesha harakati zake Gaza la Palestinian Islamic Jihad limeuita mpango huo kuwa kichocheo cha kuendeleza uchokozi dhidi ya watu wa Palestina. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema anaunga mkono mpango huo, huku wote wawili wakiwa na Rais Trump wakisema Hamas lazima pia ifanye hivyo, la sivyo Israel itaendeleza mashambulizi yake. So today, leo ni siku ya kihistoria ya amani, na Waziri Mkuu Netanyahu na mimi tumekamilisha mkutano muhimu unaoangazia mambo kadhaa na muhimu sana. Tunajadili jinsi ya kumaliza vita Gaza, ila ni sehemu kidogo tu ya mpango mkubwa ambao ni amani katika Mashariki ya Kati. Naam, kwingineko ni kuwa YouTube imekubali kumlipa Rais Trump zaidi ya dola milioni 28.4 ili kutatua kesi ya kusimamishwa kwa akaunti yake kufuatia shambulio la mwaka wa 2021 katika ikulu ya Marekani. Tovuti ya video ilikuwa miongoni mwa majukwaa kadhaa ambayo yalisimamisha akaunti ya Rais Trump wakati huo kutokana na wasiwasi kwamba anaweza kuchochea vurugu zaidi kufuatia kushindwa kwake na Joe Biden. Trump alishtumu majukwaa kwa kumdhibiti kinyume cha sheria na mitazamo ya kihafidhina. Mapema mwaka huu Meta na X pia walikubali kufikia suluhu na Rais Trump. Zaidi ya hayo ni kwamba mwanamume mmoja raia wa Nigeria ambaye alifurushwa kutoka Marekani hadi Ghana ameiambia BBC kuwa yeye pamoja na watu wengine 6 walisafirishwa kwa siri hadi nchini Togo na mamlaka ya Ghana. Zaidi na Esther Lombano. Mwanaume huyo alisema walikuwa wameambiwa wangehamishwa kutoka kambi ya mafunzo ya kijeshi hadi mahali pazuri pa kuishi, lakini badala yake walitelekezwa katika mpaka wa Ghana na Togo bila hati. Tangu wakati huo wamekwama katika hoteli moja nchini Togo. Sera ya serikali ya Marekani ya uhamishaji kwenye nchi zingine imekabiliwa na ukosoaji, huku nchi kadhaa zikipinga mkakati huo. Na shirika la Umoja wa Mataifa la utamaduni yani UNESCO limezindua jumba la makumbusho la mtandaoni linaloonyesha mamia ya vitu vilivyoporwa. Lilisema linatumai kuwa jumba hilo la makumbusho litahamasisha watu kuhusu ulanguzi haramu wa mali ya kitamaduni, ila lengo ni kwamba vitu hivyo vitapatikana. Jukwaa hilo linatumia 3D na mfumo uhalisia kuunda upya vitu vya kitamaduni vilivyoibiwa. Takriban vitu 250 vilivyoibiwa vinaonyeshwa, ikiwa ni pamoja na kinyago cha kitamaduni kutoka Zambia na kishaufu cha kale kutoka Syria. Hii ni BBC.
Na muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa na mwenzangu huyo Sarafi Nairobi akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika. Nchini DRC tusikilize kupitia redio Muungano Beni, Tanzania Bomba FM kule nyanda za juu kusini mwa taifa hilo, CGFM Tabora na redio Kwizera Ngara, Uganda redio Kitara na redio Paidha, Kenya Nyota FM, Pamoja FM na Mwenedu FM. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia msikilizaji yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wametangaza mpango mpya wa amani kwa ukanda wa Gaza na kutoa onyo kali kwa kundi la Hamas zikitaka likubali mpango huo. Mpango huo umependekeza kusitishwa kwa operesheni za kijeshi mara moja, huku Hamas ikitakiwa kuachilia mateka 20 raia wa Israel walio hai pamoja na mili ya mateka zaidi ya 20 wanaoaminika kwamba wamefariki. Yote haya yatimizwe ndani ya saa 72. Zaidi na Martha Saranga. So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu. Ni rais wa Marekani Donald Trump mbele ya mkutano wa waandishi wa habari katika ikulu ya White House, akieleza mpango huu ni wa kihistoria kwa ajili ya amani, lakini akaonya kuwa iwapo Hamas itakataa au haitatekeleza mpango huo, basi Marekani itaiunga mkono Israel kumaliza kazi ya kulitokomeza tishio la Hamas. Kwa upande wake, Israel itawaachilia mamia wa Palestina walioko kizuizini. Kwa mujibu wa chanzo kimoja cha Palestina kilicho karibu na mazungumzo ya usitishaji mapigano, kimeiambia BBC kuwa viongozi wa Hamas tayari wamekabidhiwa mapendekezo ya White House yenye vipengele takriban 20. Miongoni mwa masharti yaliyowekwa ni kwamba Hamas haitaruhusiwa kuwa na nafasi yoyote ya kuongoza Gaza, na pia kuna nafasi iliyowekwa wazi ya kutambua hatimaye taifa huru la Palestina. Naye waziri mkuu wa Israel Netanyahu amesema Israel iko tayari kukamilisha operesheni zake iwapo Hamas haitakubali mpango huo au kushindwa kufuata. Ninaamini kwamba leo tunachukua hatua muhimu kuelekea kumaliza vita Gaza na kuandaa jukwaa la kuendeleza mbele kwa nguvu amani Mashariki ya Kati na zaidi ya hapo katika mataifa yote. Mpango ambao unafikia malengo yetu ya kivita. Lengo letu ni kuwarudisha nyumbani wananchi wetu wote wa Israel wanaoshikiliwa mateka. Mamlaka ya Palestina ambayo inaendesha shughuli mbalimbali katika ukingo wa Magharibi unaodhibitiwa na Israel imeelezea juhudi za rais wa Marekani kuwa za dhati na zenye nia ya kweli. Kupitia taarifa ya shirika lao la habari la Wafa, mamlaka hiyo imesema inarejelea dhamira yake ya kushirikiana na Marekani, mataifa ya ukanda na washirika wengine ili kukomesha vita Gaza, kuhakikisha misaada ya kibinadamu inafikishwa ipasavyo na kuruhusu kuachiliwa kwa mateka na wafungwa. Ni taarifa yake Martha Saranga. Rais wa Madagascar amesema kwamba atavunja serikali yake baada ya siku kadhaa za maandamano yanayoongozwa na vijana kupinga ukosefu wa maji na umeme, hali ambayo imedumu kwa muda mrefu. Taarifa zaidi na wasilishwa na Alima Nyanza. Katika hotuba yake aliyoitoa kupitia televisheni ya taifa ya nchi hiyo, Rais Andry Rajoelina amekiri na kuomba radhi kwa kile alichokisema kama baadhi ya watumishi wa serikali hawakutekeleza majukumu waliopewa. Tangu wiki iliyopita, Madagascar imeshuhudia maandamano yaliyoongozwa na vijana katika miji mbalimbali ya nchi hiyo kwa kauli mbiu ya maisha bila kuteseka. Kwa upande wake, mkuu wa shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa amelaani kile alichodai matumizi ya nguvu zisizo za lazima ambazo zimefanywa na vikosi vya usalama kukabiliana na waandamanaji. Amesema takriban watu 22 wameuawa na wengine 100 kujeruhiwa wakati wa maandamano hayo. Naye mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Volker Turk amesema ameshtushwa na jinsi vyombo vya ulinzi vilivyotumia nguvu kupambana na waandamanaji kwa kuwakamata, kuwapiga na kutumia risasi. Amevitaka vyombo vya ulinzi kujizuia na matumizi ya nguvu yasiyo lazima na kuachia waandamanaji walioshikiliwa. Hata hivyo, Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ya Madagascar imepinga idadi hiyo iliyotolewa na Umoja wa Mataifa na kudai kuwa ni uvumi na ya kupotosha. Ni Halima Nyanza. Chuo Kikuu cha Rwanda kinakabiliwa na uhaba mkubwa wa mabweni kwa mwaka wa masomo nchini humo ukianza. Chuo hicho tawi la Huye, mji wa kusini mwa taifa hilo, kawaida hupokea wanafunzi 8,000, idadi ambayo itaongezeka hadi zaidi ya 10,000 mwaka huu wa masomo. Hii ni kutokana na mpango wa kuwapokea kwa wakati mmoja wanafunzi waliohitimu elimu ya sekondari kwa miaka miwili iliyopita. Wanafunzi wameathiriwa pakubwa na uamuzi huo kutokana na bei ya nyumba za kukodi katika mji huo kupanda maradufu, kama anavyoripoti hapa Ive Buchana.
Chuo kikuu cha Rwanda katika mji wa Huye kina wanafunzi zaidi ya 10,000, lakini kikiwa na uwezo wa kuwapa malazi wanafunzi wasiozidi 3,000. Hii imewafanya wanafunzi wengi waliokuwa wakiishi ndani ya chuo kikuu kutafuta vyumba vya kukodi katika mitaa tofauti ya mji wa Huye. Kama msichana mdogo, kuna tofauti kubwa kati ya kuwa shuleni na sasa kuishi nje. Kuna usalama wa kutosha shuleni, lakini hapa sisi wasichana tuko hatarini. Tunaweza kukabiliana na vishawishi au unyanyasaji wa kijinsia kwa urahisi. Kwa wasichana, tatizo kubwa zaidi ni wasiwasi wa usalama mdogo tunapoishi kwenye vyumba hivi vya ghetto. Uongozi wa chuo cha Rwanda umekiri kuwa tatizo la uhaba wa mabweni katika chuo kikuu mjini Huye lipo, japo linatafutiwa ufumbuzi. Ignatius Kabagambe ni msemaji wa chuo kikuu cha Rwanda. Mabweni ya chuo kikuu hayajawahi tosheleza wanafunzi wetu. Yapo na tuna mipango ya kuyaongeza, lakini mipango hiyo haiendani na mpango wetu wa elimu kwa walio wengi. Ni wazi kwamba asilimia ya wale watakaokosa mabweni itaongezeka kwa sababu idadi ya wale ambao tutapokea chuoni pia itaongezeka. Kwa kusikia tu kwamba chuo kikuu cha Huye kitapokea idadi kubwa ya wanafunzi mwaka huu, wamiliki wa nyumba za kupangisha waliongeza bei mara moja, jambo lililoathiri wanafunzi. Nabaga mu nzu nishiri 15,000. Nilikuwa nalipa franka 15,000 kwa nyumba ninayoishi, sasa nalipa franka 30,000. Nilikuwa siishi mabweni ya chuo kikuu, lakini imekuwa na athari kubwa kwetu sisi wanafunzi wanaoishi nje ya chuo kwa sababu kuna pengo kubwa la wanafunzi waliokuwa wakiishi chuoni baada ya mpango huo kuondolewa. Bikaza gukurwa. Sekta binafsi katika mji huu maarufu kwa shule nyingi na vyuo vikuu kadha wa kadha imetakiwa kuingilia kati ili fursa ya kupokea idadi kubwa ya wanafunzi isiwaponyoke. Gervais Butera ni mkuu wa sekta binafsi. Tunajitahidi kutafuta malazi mengine ambayo yanaweza kusaidia kwa sasa ili watoto wasipate shida. Ndivyo inavyokamilika taarifa yake Ivebu Chona. Tunakwenda viwanjani na jeri nambari nitajua nitakupa ni ngapi. Florian Kaijage. Au chagua mwenyewe. Jezi namba ngapi? Asante sana Skola Kisanga. Tuanzie katika ligi ya mabingwa Ulaya ambako kuna michezo 9 hii leo. Miongoni mwa michezo ya kuvutia ni makamu bingwa wa msimu uliopita Internazionale Milan kumenyana na Slavia Prague ya Jamhuri ya Czech, mabingwa wa kihistoria Real Madrid kuwakabili Kairat ugenini, Liverpool kumenyana na miamba ya Uturuki Galatasaray, na Chelsea kuikaribisha Benfica ya Ureno ya Jose Mourinho aliyeipa klabu hiyo ya England mataji 3 ya ligi kuu na kuwa kocha aliyefanikiwa zaidi klabuni hapo. Mara ya mwisho Mourinho alifukuzwa kazi darajani takriban miaka 10 iliyopita wakati wa msimu wa 2015-2016. Katika ligi kuu ya England usiku wa kuamkia hii leo umepigwa mchezo mmoja kati ya Everton na West Ham iliyo chini ya mkufunzi mpya Nuno Espirito Santo na kutoka sare ya kufungana goli 1-1. Kocha Nuno alisema baada ya mchezo huo kuwa jambo muhimu ni wachezaji kuwa karibu zaidi na mashabiki wao ambao wakati wa mchezo huo wa ugenini walikuwa wakipiga makelele ya kushinikiza bodi kutimuliwa. West Ham ipo nafasi ya 19 na alama zake 4 baada ya kushuka dimbani mara 6. Matumaini ya Afrika Kusini kufuzu kwa fainali za soka la kombe la dunia mwakani huko Marekani, Canada na Mexico yamekuwa kisiki baada ya kupokwa alama 3 kwa kumchezesha mchezaji asiye halali dhidi ya Lesotho Machi mwaka huu. Tabo Mokoena mwenye umri wa miaka 28 alicheza katika ushindi wa Bafana wa magoli 2-0 kinyume cha kanuni akiwa na kadi 2 za manjano. Kutokana na hali hiyo, kamati ya nidhamu ya shirikisho la kandanda la kimataifa FIFA imeipa Lesotho ushindi wa magoli 3-0 na kuitoza Afrika Kusini dola za Marekani 12,500. Mchezaji bora nambari 1 wa tennis duniani kwa wanaume Carlos Alcaraz atamenyana na Taylor Fritz, raia wa Marekani, katika fainali ya mashindano ya wazi ya Japani baada ya kupambana na kumbwaga Casper Ruud jijini Tokyo kwenye nusu fainali. Alcaraz, raia wa Hispania, alijikuta yupo nyuma katika seti ya kwanza ikiwa ni mara kwanza kwake katika mashindano hayo, lakini alipiga moyo konde na kumshinda raia wa Norway kwa 3-6, 6-3 na 6-4.
Tukamilishe na tetesi kwamba mshambuliaji wa klabu ya Bournemouth ya England Antoine Semenyo mwenye umri wa miaka 25 anazivutia klabu za Tottenham, Manchester United, Manchester City na Aston Villa licha ya kusaini mkataba mpya hivi karibuni. Ila Afrika bwana, yani hatufiki mpaka tufike yani. Hizo ndo duru za michezo asubuhi hii. Asante Florian Kaijage.